Okay, sikiliza. Biblia inasema Mfalme Selemani alipelekewa ile kesi na wale wanawake wawili. Haleluya. Kwanza Mungu anafunua jinsi alivyompa hekima Mfalme Selemani, na tunaiona hekima ya Selemani katika utendaji kazi kwa wale wanawake wawili waliomwendea wakaipeleka ile kesi. Haleluya. Sikiliza, mfalme hakuwepo wakati wale wanawake wanajifungua, hakuwepo. Mfalme hakuwepo kwenye ile nyumba waliokuwa wanaishi. Mfalme hakuwaona wale watoto ambao walikuwa wamewapata wale wanawake, hakuwaona. Kilikuwa kinahitajika nini? Ilikuwa inahitajika akili ya mfalme ili kufanya maamuzi. Biblia inasema Mungu alimpa Mfalme Selemani hekima. Ndani ya hekima kuna akili katika kuchambua jambo. Biblia inasema walipofika wale wanawake kwa mfalme, wanang'ang'aniana mtoto ambaye ni mzima. Kila mmoja anasema huyu ni mtoto wangu, na mwingine anasema huyu ni mtoto wangu. Huyu ni mtoto wangu, aliyekufa ni mtoto wa huyu. Na mwingine anasema huyu mzima ni mtoto wangu, aliyekufa ni mtoto wa huyu. Biblia inasema Mfalme Selemani akasema sasa hao watoto inatakiwa wakatashwe vipande viwili ili ni wagawashi, mmoja achukue kimoja, mwingine kimoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yule mama wa mtoto akasema usifanye hivyo mfalme, mimi nafikiri mpe huyu mtoto. Haleluya. Ilikuwa ni nini? Hekima katika kuamua jambo. Haleluya. Mfalme ili kugundua mtoto wa nani, ilihitajika akili ya mfalme ili agundue ni mtoto wa nani, kwa sababu hakuwepo wanavyojifungua, hakuwepo kwenye hiyo nyumba, hakuwaona hao watoto. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika akili, na ili ajue mtoto wa nani alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta uchungu, kwamba yule mwenye uchungu ndio mwenye mtoto. Akasema tukate vipande viwili. Huyo ambaye sio mtoto wake akasema sawa. Huyu mwenye mtoto akasema mfalme mpe mwenzangu. Haleluya. Akagundua huyu mwenye uchungu ndio mwenye mtoto, na akafanya maamuzi yaliyo sahihi. Biblia inasema akampa mtoto wake. Haleluya. Kwa hiyo akili inahitajika kila sekta. Huwezi kuwa kiongozi pasipo kutumia akili. Lazima kuna maeneo utakwama, kwa sababu akili itahitajika katika kufanya maamuzi. Akili itahitajika katika kuchanganua jambo. Haleluya. Pasipo kuitumia akili lazima utaendeshwa tu. Lazima utaendeshwa tu. Lakini akili ikiwa inafanya kazi, huwezi ukaendeshwa. Huwezi ukaendeshwa na maamuzi ambayo utakuwa unayafanya maamuzi katika usahihi. Tunaona jinsi Misri walivyopata msaada wa Mungu kupitia akili ya Yusufu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye familia tunahitaji watu wenye akili. Kwenye ndoa ili kuleta maendeleo inahitajika akili. Kwenye taifa tunahitaji pia watu wenye akili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumzia akili, akili inahitajika kila sekta.